swala la kupeana ring utamaduni ule wa NBA uko na nini. Halafu pia half time dakika zaidi ya 20 20 na ngapi. Yes, tunafika 26. Naona kama wameharibu soka kidogo. Yani wao wanalita soka. Kwanza not football, lakini pia wanaweka utamaduni wao katika utamaduni mwingine kabisa tofauti. Do you think haitaleta shida mbele, kwa sababu sasa hivi ndio wamejaribu kuingiza mambo, lakini half time ya nusu saa haiathiri mchezaji unajua kupoa kiasi hiko kwa nusu saa. Alafu kingine ni kwamba football inahitaji kweli msanii kuperform katikati. Football shazoeleka ni mwanzoni tu, watu wakimaliza wanaamsha. Because naona kama watu wa football sio watu wa vitu vile sana, ama inakuwaje? Yes, mimi naweza kusema kwa njia moja nyingine kiukweli, ilikuwa sioni kama kuna umuhimu kubwa sana kuweza kubadilisha ratiba zao au kubadilisha ile mfumo ambao wamekuwa wakifanya miaka yote. Unajua Marekani wameweza kuchagiza sana vitu vingi kubadilishwa this time around. Kwa sababu ukiangalia kwa dakika 15 zilikuwa zinamtosha sana mchezaji kuweza kujiandaa recovery, pia kuongea na coach na kuweza kuwapa mfumo mpya ambao anategemea kufanya. Lakini sasa kufikia nusu saa maana kidogo hata kiafya najua inakuwa kidogo kuna at least kuna ile hali ya kupumzika muda mrefu, mwili muscles zinakuwa zimepumzika vya kutosha. Kwa ukija maana yake inakuwa at least inakuwa na tofauti. Lakini wao walichokifanya ni kuweza kubadilisha format. Unajua ukiangalia Marekani wao soka sio mchezo mkubwa sana kwao. Ni mchezo ambao unachukuliwa katika level fulani ya katikati. Unaona wao wanachukulia sana football. Yani football kisa football maana yake tuongelea hapa NFL ambao ni rugby. Wao ndio mpira upendwa kule. Na ukiangalia wao wanatazamaji takriban milioni 157 mpaka 158 kwa mchezo kucheza finali kama ile. Unaona. Lakini kwenye football ndio sema kwenye soka ambao wanaita soka wao kwa takriban bilioni 3 mpaka bilioni 4 inasemekana watazamaji ambao wametazama usiku wa jana. Umenipata vizuri? Kwa hiyo ukiangalia huu mfumo wao FIFA ilibidi wafanye hivyo kutokana kwamba kwa accommodate host wao ndio hii mifumo yake inavyofanya. Kwa hiyo kabidi waweze kucomply na kile ambacho anafanya host. Ndio walisema kwamba safari hii tutageuza sheria zetu kuweza kubadilisha mfumo. Mfano show ya performance ya katikati ile kwenye half time walisema kwamba tabadilisha, na walisema kwamba kuna mfumo wa kubadilishana pete ambao uwepo mwanzo. Kwa hiyo ukiangalia umeamua kuongeza hivi vitu kwa lengo la kuweza kuaccommodate kile ambacho kinafanyika Marekani. Ukiangalia kwa mfano Marekani wengi walikuwa wakishangaa wakija kwenye soka, unajua magoli 2 goli 1 wanashangaa mbona kama sisi hatuoni kama ni mchezo ambao una ushindani. Unaona hawajui ugumu wa mpira ulivyo kwa sababu mshazoea ukienda kwenye NFL unashangaa 16-4, yani unajua ushindani unavyokuwa. Ukienda kwenye basketball unakuta mpaka zinafika pointi mpaka 100 na ushare. So hii yote imepelekea kwamba wao wanaona kama mbona kama soka ni rahisi sana tofauti na ilivyo katika michezo yao mingine. Ndio maana wengi wao wanaamini kwamba soka sidhani kama una nafasi kubwa katika nchi yao. Lakini kizuri zaidi walichokifanya ni kuweza comply tu kile ambacho kinafanyika katika sheria za Kimarekani. Nadhani FIFA kitoka hapa watarudi katika sheria zao zile ambazo najua ambayo itakuwa ni 2030. Okay. FM.